kufika mahali pana kujitambulisha ikiongozwa na mwenyekiti wa bodi. Tafadhalini wajumbe wote wa bodi, karibuni mfike mahali hapa kwa ajili ya kujitambulisha. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana wageni na mgeni wetu rasmi kwa mwaka huu pamoja na wageni wote. Naitwa mchungaji Samuel Salala, theolojia hapa Majahida, mahali ambapo vigezo matakwa vinazingatiwa, hakuna kubabaisha. Theolojia yenyewe. Karibuni sana na Bwana atubariki sana. Asante sana. Niwaletee salamu kwa makamu mwenyekiti wa bodi ambaye yuko safari, na ni mwenyekiti wa bodi mahali hapa. Tumeambatana na bodi ambayo iko mahali hapa. Mungu awabariki. Karibuni sana shambani mwa Bwana. Tunawaombea. Ninaitwa Mwinjilisti Lucy Fales, mama askofu Daktari Peter Fales Kisena. Sifiwe. Familia ilikuwa ni ya Kikristo, walikuwa wanamjua Mungu, wanaenda kanisani kila Jumapili, lakini mimi bado nilikuwa sijamwamini Kristo. Nilitembea nao wakati umri uliporuhusu, nilienda kempu, nilisoma Sunday, lakini bado Yesu nilikuwa sijampata katika maisha yangu. Niliendelea kutembea hivyo kila Jumapili kanisani. Kempu ninaenda, Sunday ninaenda, lakini bado Yesu nilikuwa sijampata. Nimesoma nikiwa ninaendelea kuhudhuria ibada hivyo Jumapili, makutano kama hivi ninaendelea kuhudhuria kwenye ibada. Ninalisikia neno la Mungu, wachungaji wanahubiri, lakini bado Yesu nilikuwa sijampata. Nimeendelea hivyo mpaka nikahitimu masomo yangu ya sekondari. Nilivyohitimu masomo ya sekondari, ndipo sasa ufahamu ukawa umepata kujua kwamba mimi bado sijamwamini Yesu Kristo katika maisha yangu. Tanika katika viwanja hivi kushuhudia uaminifu wa Mungu kwa watumishi wanaohitimu na kuingia shambani mwa Bwana. Hatuna budi kumwambia Mungu asante. Sambamba na hilo, napenda kuwapongeza sana wahitimu wetu kwa ushindi mkubwa katika safari ya masomo ya miaka 3. Hongereni sana. Historia ya ufupi ya chuo. Tangu kuanzishwa kwa chuo hiki na Charles Steer aliyepewa maelekezo na kanisa kuja kuanzisha mafunzo kwa lengo la kupanua huduma na kuongeza watumishi waliofunzwa vizuri. Leo tunasherehekea mahafali ya 60 ya chuo. Chuo kilianzishwa chini ya mnanga kama unavyoonekana kwetu sote. Hadi sasa chuo kimepita katika nyakati tofauti nzuri na mbaya. Mnanga wenyewe ni ule pale mti ule mkubwa. Historia inaonesha ama inasema kwamba hapo ndipo darasa la kwanza kabisa lilianza na wahitimu wa kwanza walianza kusoma chini ya huo mti mnanga. Mafanikio ni kwamba kutokea kusoma chini ya mti, chuo kilijenga miundombinu mingi kwa kadiri ya uhitaji uliokuwepo, kuhitimisha watumishi zaidi ya 1000 waliosoma hapa na kwenda utumishini. Hadi sasa tunapozungumza ni zaidi ya watumishi 1000 waliosoma mahali hapa Majahida Bible College. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Hata hivyo, kumekuwepo na changamoto kadhaa zinazofanya utekelezaji wa maono ya chuo kwenda taratibu mno. Kutaja moja ni uchakavu wa bweni la wanaume ambapo tulilazimika kuhamisha humo, na sasa tumeanza ujenzi wa bweni jipya kubwa na la kisasa lenye vyumba 20, 18 vya kulala na 2 vya mapumziko na maombi. Hadi sasa hatua ya msingi iko mbioni kukamilika. Mgeni rasmi na wapendwa wote, kwa niaba ya chuo cha MBC na waomba kwamba kwa matoleo maalum tushiriki kuendeleza ujenzi huu, hivyo kumtumikia Mungu kwa mali zetu. Elimu itolewayo. Mgeni rasmi na wageni wote
mliohudhuria mahafali hii. Hadi sasa tunatoa mafunzo ya theolojia kwa ngazi ya astashahada na stashahada. Wahitimu waliopo hapa mbele yako wako katika makundi hayo. Shukrani zangu nazitoa kwa uongozi wa kanisa la AICT kwa usimamizi wa ujumla na kutupatia walimu, pia kwa wachungaji wa pastoreti zote nazo kwa karibu, ikiwemo majahida. Aidha, shukurani kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kudumisha mazingira tulivu na salama ya uhuru wa kuabudu na kutoa mafundisho ya neno la Mungu. Tuendelee kuombea serikali yetu na viongozi wake ili Mungu awajalie hekima yake katika kufanya maamuzi kwa niaba ya wananchi ili apendavyo. Mwisho, na washukuru nyote kwa kuitikia kushirikiana nasi katika tukio hili la mahafali. Binafsi nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kuwa sehemu ya mahafali ya 60 tena. Nakumbuka hata mwaka jana nilikuwepo, na kama vile wasaidizi wa maaskofu walivyojivunia chuo hiki, na mimi huwa najivunia chuo hiki kwa sababu baba yangu marehemu mzee Enoka Bugota alikuwa muhitimu wa chuo hiki, mahafali nadhani ya 3 tu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nikija hapa huwa najisikia vizuri zaidi. Lakini pamoja na hayo, sisi kama Diocese ya AICT Shinyanga, chuo hiki kiko kwenye uongozi wetu. Kwa hiyo mimi pamoja na waandamizi wenzangu tunamshukuru Mungu kwamba kila wakati tiwa moyo sana kuona tunaweza kuhitimisha watumishi katika ngazi hizi hapa chuoni. Kwa hiyo hongereni sana wahitimu wetu wa leo na Mungu awabariki. Sasa kwa vile kumbuki, ukiwa sio katibu huu kumbuki wakina nani wametumwa. Sasa Lugembo uliza ili tuwafahamu. Lakini wale waliotumwa Shinyanga karibuni kama watakuwepo. Niseme kanisa la AIC Tanzania kufikia Juni mwaka huu 2026 limefikisha umri wa miaka 117. Na kwa hali hiyo tunataka tuseme tu kwamba hii ni picha kubwa, kuwa tunahitaji kufikiri na kufanya mambo yenye mfiko zaidi kwa kanisa na jamii, kwa sababu sio kanisa dogo, tunaweza sisi kujivunia. Bwana asifiwe sana. Na mimi siku zote nimesema kama unafanya kazi ndani ya kanisa hili, naomba ujivunie ya kwamba uko kwenye kanisa kubwa. Haleluya tena. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwamba kama hapa tumeambiwa tangu kuwepo kwake inafikia hiyo wahitimu karibu ya 1000. Nipende kutoa shukurani kubwa kwa ajili ya bodi yetu ya vyuo. Chuo hiki ikiongozwa na mwenyekiti, nadhani mmemwona amejitambulisha, ambaye kwa sasa tunamtamani sana, labda pengine arudi asome hapa kwa sababu amekuwa mishonari, ili aweze kuendeleza kazi ya uinjilisti anaoifanya huko sehemu za Mbeya au Songwe kula nakofanya kazi. Kwa hiyo hongereni sana. Tumekuwa tukiona kwenye mitandao vile ambavyo mnaunga mkono chuo hiki na hasa kukabiliana na mapungufu yaliyopo. Wewe pamoja na wajumbe wenzako wa bodi, hongereni sana, na wao tia moyo mkishirikiana pamoja na uongozi wa chuo hiki. Iwe njema ya furaha na ya kumtukuza Bwana Mungu. Bwana Mungu atubariki sana na alibariki nchi hii na kulibariki kanisa letu. At this time, it is a good moment to read the word of God. So, our reason today comes from a Gospel of Matthew, chapter 28, verse 19 up to 20. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba
na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Tumepewa ujumbe na Yesu mwenyewe, na ujumbe ni ujumbe wa kutafakari, na ujumbe ni ujumbe wa kushika. Wana wa Mungu, kanisa la Bwana AIC na hata makanisa yote ya kiinjili, niseme kama alivyosema mtumishi wa Mungu Daudi. Alisema, heri mtu yule asiyeenda katika shauri la wasio haki, bali tena hakukaa wala kuketi, hakusimama wala kuketi katikati ya baraza la wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo anayoitafakari. Wakati gani? Mchana na usiku, wakati wote unatafakari neno la Bwana. Wengine wamekuwa wadhaifu wa kutafakari neno la Bwana. Leo hii unakuta wengi wana simu hizi ambazo tunaita simu janja, na wamepakua mambo mengine mengi, lakini Biblia haimo mle ndani, au kuna Biblia lakini ule muda wa kuisoma haupo. Lakini pia pamoja na hayo, kuna wengine wanasoma lakini wanasoma kwa kurashiwa, waondoke tu wamalize muda huo. Sasa Daudi aliongeza akasema, Zaburi ya 119 na ule mstari wa 11, neno lako Bwana nimeliweka moyoni mwangu. Kwa nini? Ili nisije nikakutenda dhambi. Kama neno la Bwana limekaa kwangu, maana yake siwezi kumtenda Mungu dhambi. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, leo hii mnaohitimu, mmepewa ujumbe na Yesu mwenyewe. Mmefundishwa na walimu walioitwa, waliopewa ujumbe, mkakabidhiwa kama mbio za relay, kwamba na wewe ukakabidhi wengine. Timotheo ya pili sura ya 2 na ule mstari wa 2, kwamba kama ulivyosikia kwangu nikikufundisha, basi ni hivyo hivyo kawafundishe na wengine walio waaminifu, ambao na wao watafundisha wengine. Leo hii ninapenda kusema na familia. Tuna familia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Familia tunazo hapa. Ninyi akina baba, ninyi akina mama, na hata na ninyi mnaokaa katika hiyo familia. Tunasoma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 6, maneno ambayo Mungu alipenda wayapokee watu wote. Aliona ni muhimu sana kurithisha watoto. Akasema, unapokaa katika nyumba yako, ongea na hao watoto. Katika nyumba yako, mapambo gani umeyaweka mle ndani? Unajua kuna watu wengine wameweka akina bongoman, akuta kwenye nyumba imejaa hao, lakini aya hazimo. Lakini anasema kwenye miimo, kwenye milango, na hata kwenye mikono, na hata anapotembea, neno la Bwana liendelee kusema. Kwa hiyo sisi siku ya leo, jambo ambalo Yesu angelipenda kulifanya kwako, angelipenda kuliona kwako, ni kwamba nimebeba ujumbe gani? Ama nimebeba ujumbe wa manong'ono na masengenyo tu ya wengine, ama nimebeba ule ujumbe wa kupatanisha, ule ujumbe wa kujenga, ule ujumbe wa kubariki wengine, ule ujumbe wa kusaidia wengine, au nimebeba ujumbe wa malalamiko tu? Tangazeni neno, hubirini neno, pelekeni injili sehemu zote mpaka mwisho wa nchi. Tangazeni neno, hubirini neno, pelekeni injili sehemu zote mpaka mwisho wa nchi. Bwana Yesu alisema na wanafunzi wake kuhusu kupeleka injili kuanzia Yerusalemu, Samaria na hata mwisho wa Bwana Yesu alisema na wanafunzi wake kuhusu kupeleka injili
na Michael Zenzelegwa, Johnny Lugembe, endelea kumtumikia Mungu. Yeah. Enoka Shiganza, simama kwa imani. Magdalena Skivini, Bwana akutete. Petro Masele na Paulo Zengo, hubirini Injili kwa ujasiri wote. Aginesi Eliasi na Giresi Emanueli, Elisha Maliganya, usichoke kamwe. Tomasi Masele na Adelina Juma, Bwana watie nguvu kila siku. Elizabeth Masaka, Rosemary Gabrieli, Joyce Masanja, tembeni katika neema. Safari ya leo ni mwanzo wa utume. Kristo awatangulie kila mahali. Tumejifunza neno la uzima, sasa twatoka kuwahudumia watu. Roho Mtakatifu atuongoze mpaka mwisho wa mwito wetu. Wale ni wahitimu wa majahida, Mungu awatangulie daima. Nendeni mkaihubiri Injili, mwanga wa Kristo uangaze duniani. wale ni wahitimu wa majahida, Mungu awatangulie. Kwa majina naitwa Grace Emmanuel, ni mhitimu wa mwaka huu, mwaka 2026, mwezi wa 7 tarehe 18, siku ya Jumamosi. Namtukuza Bwana kwa namna ambavyo amekuwa mwaminifu kwa habari ya maisha yetu. Ametusaidia miaka mitatu, ambapo tulikuwa mwaka wa kwanza hadi leo tunaitwa wahitimu. Namtukuza Bwana kwa ajili ya hilo. Pia tunaendelea kumwomba Mungu azidi kutusimamia kwa habari ambayo ametuitia katika utumishi wetu, azidi kutusaidia na azidi kutupigania. Pia muendelee kutuombea watumishi wa Mungu, wale ambao mnanisikia na wale ambao mnanisikiliza. Neema ya Bwana iwe pamoja nasi, na tunawakaribisheni sana. Kama wewe ni mwanafunzi, karibu shambani mwa Bwana. Sisi ndio tunaondoka Majaida. Mimi ninaelekea Diocese ya Geita, paso yetu ya Beda, loko chachi ya Rushimba. Na wakaribisheni sana. Mimi naitwa Mwinjilisti Grace. Amina. Mimi kwa majina ninaitwa Marco Samuel Nkuba. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya masomo yangu. Nilipoanza mara ya kwanza kabisa sikuelewa kwamba nitafanya kazi hii, lakini kwa neema yake Mungu amejidhihirisha katika maisha yangu, ameonekana. Nilikuwa ni mtu wa ushuhuda mbalimbali, inawezekana hata sasa najua kwamba hata kuhusu habari ya Kalo ni Mungu mwenyewe ambaye ametenda miujiza juu ya maisha yangu. Na kufikia hapa namshukuru sana Mungu, kwa maana Mungu anaendelea kuonekana katika maisha yangu na katika utumishi wangu, hata kwa ajili ya familia. Hata nitoa ujumbe hata kwa watu wengine kwamba Mungu hajawahi kushindwa. Mungu ni mweza wa kila jambo. Basi ninatoa wito kwa wale wote ambao hawajamwamini Yesu Kristo. Mungu anatenda miujiza na kuokoa kila ambacho kimepotea. Mimi nilikuwa nimepotea, lakini kwa neema yake Mungu ameniokoa katika jahazi hilo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema yake na kwa ajili ya familia yangu, na Bwana awabariki sana. Kwa majina ninaitwa Enoki Medad Shiganza, muhitimu katika chuo cha Biblia cha Majaida kilichopo Bariadi, Simiyu. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya neema yake na kibali chake ambacho amekiachilia kwangu tangu mwaka wa kwanza, na leo hii ni mwaka wa 3. Na siku ya leo ninasimama ili kuhitimu katika chuo cha Biblia. Ni jambo jema na ni jambo la kumshukuru Mungu. Nami ninaposimama na kutamka wazi kwa furaha, kwa sababu ninaelekea utumishini ili kwenda kufanya kazi ya Bwana. Hivyo kama kanisa na ndugu katika Bwana,
ninahitaji maombi yenu ambayo mtapaza kwa ajili yangu ili nikaweze kufanya kazi vyema kama ambavyo Mungu ameniitia katika wito wangu. Bwana asifiwe sana. Kwa jina naitwa Rosemary Gabrieli. Kwa neema ya Mungu ni mwanafunzi wa chuo cha Biblia Majahida. Ni mhitimu wa mwaka 2026. Namshukuru Mungu kwa namna alivyonisaidia tangu nilipoanza safari yangu ya masomo. Haikuwa kazi rahisi, lakini nina kila sababu ya kumshukuru Bwana kwa sababu amekuwa pamoja nami. Nina kila sababu ya kumtukuza Mungu kufika siku ya leo, na zaidi yote Mungu nikimrudishia sifa, utukufu na heshima. Zaidi yote nikikumbuka safari yangu ilikuwa ni ngumu, lakini nimeuona mkono wa Bwana. Ninawashukuru walimu na ndugu na marafiki wote waliofika katika siku ya leo kwa ajili ya kusherehekea mahafali yetu ya mwaka 2026. Sifa na utukufu ni kwa Bwana. Kwa majina naitwa Loveness Petro Danieli, natokea Katoro. Kwa neema ya Mungu ni mwanafunzi wa Majahida Bible Training School. Ni mwaka wangu wa kwanza wa masomo yangu ya uinjilisti hapa Majahida, na leo siku ya tarehe 18, siku ambayo tunawaaga wanafunzi wenzetu ambao wanahitimu mahafali yao. Tunamshukuru Mungu kwa hii neema ya kipekee, maana yote ni makusudi ya Mungu. Asante. Kwa majina ninaitwa ndugu Method Bonga, mwinjilisti mwanafunzi. Niko Majahida Bible College mwaka wa kwanza, naingia mwaka wa pili sasa. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kuzidi kutupatia amani kwenye sherehe hii siku ya leo. Pia napenda kumshukuru Mungu kwa kuwatumia wafanyakazi wote wa vyombo vya ulinzi na usalama ndani ya taifa letu la Tanzania ambao wanahakikisha amani na usalama unaimarika. Ninaitwa mchungaji Daudi Zenzeregwa, na kwa neema ya Mungu mimi ndiye mkuu wa chuo cha Majahida Bible College kilichopo hapo Majahida, wilaya ya Bariadi, mkoa wa Simiyu. Ninapenda kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya tukio hili la siku ya leo ambalo ni tukio la mahafali. Chuo chetu sasa kinatimiza miaka 60 na hivi tumekuwa katika kusherehekea mahafali ya 60 tangu chuo kilipoanzishwa. Tunapenda kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya uaminifu wake katika yote ambayo Bwana ametusaidia tangu chuo kilipoanzishwa. Kwa kweli, kwa historia kwa ufupi, chuo hiki kilianzishwa chini ya mnanga ambao uko katika eneo hili la chuo. Nacho kilianzishwa na misionari anaitwa Charles Stira aliyetumwa na kanisa kuja kuanzisha chuo hiki kwa lengo la kuongeza idadi ya watumishi kulingana na uhitaji uliokuwepo katika kanisa. Hadi sasa tunachopenda kumshukuru Mungu ni vile ambavyo Bwana ametuchukua kutoka katika hatua ya chini kabisa, kutoka chini ya mti hadi kufikia hatua ambayo sasa kila mmoja wetu anaweza kujivunia na kufurahia. Tumekuwa na watu wengi ambao tumewafunza na wamepitia mikononi mwetu chini ya wakuu wa vyuo mbalimbali, na hata sasa napozungumza ni zaidi ya wahitimu 1000 ambao wamepita katika chuo hiki. Wengine ni wainjilisti, wengine ni wachungaji, wengine ni maaskofu, na wengine wako katika huduma mbalimbali tofauti kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo hayo mimi ninayaona kwamba ni mafanikio makubwa ambayo yametokana na uwepo wa chuo hiki. Ni jambo la kumtukuza Mungu sana tunapoadhimisha mahafali hii kwa siku ya leo, na kwamba katika siku ya leo niseme tu kwa ufupi kwamba tumekuwa na wahitimu 17 wanaohitimu siku ya leo, ambao kwa kweli ni wahitimu wa diploma pamoja na certificate kwa pamoja. Siku ya leo tumekuwa na mgeni rasmi Baba Askofu Daktari Peter Kisena wa Dayosisi ya Mudi, ambaye ndiye amekuwa mgeni rasmi na mhubiri na ndiye atakaye kwenda kutunuku vyeti wahitimu wetu. Lakini vile vile tumekuwa na Baba Askofu makamu mkuu wa Askofu mkuu wa kanisa la AIST, Baba Askofu Zakayo Bugota,
naye amekuwepo na ametoa neno la kuwatia moyo na kuwaasa wa Kristo na washirika juu ya namna ya kujenga chuo, lakini pia hata matoleo ya ada ya Mkristo ambayo yamelengwa kwa ajili ya kuimarisha chuo. Pia tumekuwa na watumishi mbalimbali, wachungaji wamefika hapa kuungana na sisi, na tumekuwa na kwaya nyingi ambazo zimekuja kwa ajili ya kuungana nasi kuwatia moyo wa hitimu, lakini pia tumekuwa pia na wenyeji wetu ambao ni Wakristo wa kawaida wasio na vyeo, wako mahali hapa kwa ajili ya kuungana nasi, kushirikiana nasi kwa ajili ya mahafali hii. Napenda kumshukuru Mungu kwamba katika siku ya leo, sambamba na tukio la mahafali, tumekuwa na kazi ya kuchangia ujenzi wa bweni la wanaume hapa chuoni ambao umekwisha kuanza. Kwa kweli miezi michache iliyopita tuliamua kama chuo, baada ya kuona bweni ambalo lilikuwa linatumika lilikuwa katika hali mbaya ya kuchoka, na tukaona kwamba linahatarisha maisha watu na afya za watu, tukaamua kuhamisha wanafunzi wetu wa kiume kutoka katika hilo bweni na kuwaweka katika nyumba zingine za kawaida ambako ndiko wanasoma sasa. Lakini tukaamua kuchukua hatua ya ujasiri ya kuanzisha ujenzi. Ujenzi ni ujenzi mkubwa kwa sababu jumla umekadiriwa kutumia milioni 125 kukamilika. Bweni hilo lina vyumba 20, vyumba 18 vya kulala na vyumba viwili kwa ajili ya mapumziko pamoja na maombi, kwamba wakati wengine wamepumzika kule, alafu mtu anapotamani kuenda kuomba, kuzungumza na Mungu, anakuwa na mahali rasmi, mahali pa utulivu, mahali ambapo hataweza kumbuguzi mwingine aliyepumzika, ataweza kusoma, ataweza kuomba kwa namna ambayo ni ya uhuru zaidi. Kwa hiyo bweni hili ni bweni la kisasa, ndani yake kuna vyoo na kuna mabafu. Kwa hiyo mtu akiingia humo anatoka akiwa amekamilika. Ni kazi kubwa inayoendelea sasa. Mpaka sasa tunakamilisha hiyo hatua ya msingi ambayo takriban milioni 20 zimekwisha kutumika. Na katika kazi ambayo imekuwa ikifanyika leo, tunapenda kumshukuru Mungu sana kwa wote ambao wameungana nasi na wametushika mkono katika kuchangia kazi hii. Watu wengi wamejitoa mali zao. Tunaamini ya kwamba hatua ya kwanza ya msingi ya tofali itakamilika kabisa, kwa sababu tayari kuna tofali zilizofyatuliwa kuandaa ukamilishaji wa msingi huu. Kwa hiyo nipende kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya kazi hiyo. Lakini pia sambamba na hilo, ninatoa wito kwa ajili ya kila mtu anayempenda Bwana na mwenye kukipenda chuo kutuunga mkono kwa kuchangia ujenzi wa bweni hili, ili kuwepo na mazingira safi na salama kwa ajili ya watumishi wanaofika mahali pa kwa ajili ya kujifunza na kuandaliwa kwa ajili ya utumishi. Sambamba na hilo, nitoe wito kwa ajili ya wote wanaosikia wito wa kumtumikia Mungu. Niwakaribishe, karibuni sana. Chuo hiki ni chuo ambacho kinaaminika na kina walimu ambao sina mashaka nao, na wameaminiwa na kanisa kwamba wana kitu, na kwa kweli wana kitu, wanaweza kufundisha na kuandaa watumishi wakafanya vizuri, na viongozi wetu na wanafunzi wetu wamekuwa wakifanya vizuri sana huko ambako wamekuwa wakienda, na wako tayari, wameandaliwa kutumika mazingira ya aina yoyote, iwe mjini iwe kijijini, wameandaliwa vizuri sana. Lakini pia kingine tumeongeza ni masomo ya QT hapa chuoni, kwamba kwa mtu ambaye pengine hakufanikiwa kusoma masomo ya sekondari lakini anatamani kujiunga nasi, kuna masomo ya QT na PC, maanake qualifying test, mtihani wa maarifa, iko mahali hapa. Kwa hiyo anaweza kuja na kujiunga, akaanza akafanya masomo ya QT, halafu baadaye akajiunga na chuo cha Biblia kwa gharama nafuu sana sana sana. Kati ya vyuo tulivyo navyo, kwa kweli chuo chetu kina gharama nafuu. Lakini pia tuna umoja, tuna ushirikiano katika chuo chetu. Hakuna mwanafunzi ambaye anajuta akishafika hapo Majahida. Kila mmoja anajisikia kuwa na furaha na kuwa na amani kuwa sehemu ya chuo hiki cha Majahida. Kwa hiyo karibuni sana wote mnaonisikiliza. Ukisikia sauti hii, mwambie na jirani yako kwamba karibu Majahida, tunakupenda na tunakualika. Bwana akubariki sana. Certificate na diploma kwa mwaka huu 2026 katika jina la Mungu Baba
na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.